Bwana asifiwe sana. Wewe Antiokia yako ni wapi? Ambapo hapo ukitoka unaambiwa sasa Bwana nenda, Mungu akakutokea. Hata ukiwa unatoka unaenda kwenye wito, hata kama unatoka leo unaenda kutumika utarudi, hapo ndo itakuwa kituo cha kutoka na kwenda kwenye wito. Wapi? Mahali pa maandalio ya wito ni wapi? Leo kuna watu hawana Antiokia, yani hawajulikanaje waliandaliwaga wapi, hawajulikani. Bwana asifiwe sana. Yani hawajulikani. Wewe fuatilia mpaka mtandaoni, haujui, huwezi ukapata taarifa yake aliandaliwa wapi, hajulikani. Antiokia yako ni wapi? Paulo huyu aliyeitwa na Mungu anaenda kuandaliwa Antiokia. Unayemsikia anaitwa Musa aliandaliwa wapi? Is it Misri? Somebody have another. Midiani. Before ya kutumwa aliandaliwa wapi? Mungu anamtokea kwa maono, nataka ukawaokoe. Ni wapi alimwandaa Mungu? Wapi? Pale ni mahali pa wito alipoitwa. Ameandaliwa Umediani, akapelekwa miaka 40 anachakatwa na kuandaa. Miaka 80 natimia, naambiwa sasa nenda. Wewe wapi ambapo unaandaliwa? Paul anaandaliwa Antiokia. Wewe wapi mahali ambapo ndipo unapoandaliwa? Ni muhimu kutambua, kwa sababu hizi ni marking za wito. Bwana asifiwe sana. Matendo 11 mstari wa 19. Matendo 11 mstari wa 19. Taruka 19 mpaka 21 tasoma. Matendo 11:19. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile ziki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa watu wa Kipro na Klen. Nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapi? Antiokia. Wakaandaliwa, wakaanza kuihubiri tena Injili. Wewe unaandaliwa wapi? Mahali pa kuandaliwa wewe ni wapi? Ikiwa ni JIT, hiyo sehemu unapatikana kwa ajili ya kuandaliwa. Bwana asifiwe sana. Mahali pa kuandaliwa unapatikana. Mstari wa 23 mpaka 24, 26 na kuendelea huko utajisomea. 23 anasema, na alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu. Huyu ni Barnaba na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyikana pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi walioitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wanaandaliwa hapo. Paulo anaenda kuandaliwa hapo. Wewe Antiokia yako ni wapi?
the place ambayo unaweza ukatoka, mahali ambapo unaweza ukaandaliwa afu ukatoka kwenda kuitenda kazi ya Mungu ni wapi? Ni jambo la muhimu la kujiuliza. Hivi mimi kwa habari ya maandalio ya wito, ambapo nikitoka najua nimetoka nikiwa nimeandaliwa, ambapo nikienda hapo nitajazwa nguvu, hata kama nilijawa na hofu nikaenda tena kuitenda kazi ya Mungu, ni wapi? Bwana asifiwe sana. Matendo 13 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema hivi. Tuanzie mstari wa kwanza. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba, Simeoni aitwaye Nigero, na Lukio Mklene, na Maneeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. 2. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada huko wapi? Antiokia, na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowa. Manake wameshaandaliwa wapi? Jamani, wapi? Antiokia. Mungu anawatuma kutoka hapo. Wapi wewe unaandaliwa na Mungu anaweza akakutuma kutoka hapo. Hata ikiwa ulienda ukaona kuna mapambano na kuna vita, Mungu anaweza akakuandaa tena akakutuma. Ni wapi Antiokia yako? Bwana asifiwe sana. Ni maswali ya muhimu ambayo kila mtu inabidi alijibu kwenye nafsi yake, ili tunavyomaliza hapa unaelewa, mimi Barnaba wangu ni fulani, Timotheo ni fulani, Bwana wito wangu ni fulani, lakini pia mahali pa kuandaliwa ni sehemu fulani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo Mungu anawatuma. Na tukisoma Biblia inasemaje? Kwamba Mungu baada ya wakati huo, wale walipoomba wakawawekea mikono na wakafanyaje? Wakawaacha waende wakaitende kazi. Maana wamekaa Antiokia, mahali pa kuandaliwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na hii ndo senta kubwa ya kuchipuka kwa utume. Yaani hapo utume ndo ulipochipukia na kuwa moto moto. Paulo yeye mwenyewe, lakini pia na mitume wengine. Swala 6 la muhimu. Makedonia yako ni wapi? Leo mchungaji wewe. Makedonia yako ni wapi? Mahali pa wito pa kwenda kutumika ni wapi? Bwana asifiwe sana. Makedonia yako ni wapi? Mchungaji nangu yeye anajijibu tu amen, asante, ni Dodoma. Makedonia yako ni wapi? Makedonia ni mahali pa wito, mahali pa utumishi, mahali ambapo utatumika. Bwana asifiwe sana. Na jibu linakuwa ndani yetu kwamba mimi mahali pa wito na utumishi wangu ni sehemu fulani, na hapo ndipo natumika. Na ukishajua Makedonia yako ni wapi, mahali pa wito, lazima upatikane mahali pa nini? Pa wito. Bwana asifiwe sana. Naomba tusome Matendo 16 mstari wa 6 mpaka wa 10. Sita mpaka 10. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia,
wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Wakikatazwa na nani? Roho Mtakatifu anawakataza kuhubiri. Wakikatazwa na Roho. Jamani, Bwana asifiwe sana. 7, walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithnia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Yaani inabidi wakahubiri ila hakuwapa. 8, wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Sema maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka